kuwa na net ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu net, wakati ambapo tunakuwa na net inatupatia nafasi ya kuweza, wakati ambapo bado ungali ukimaliza kuamka asubuhi unatandika kitanda chako vizuri, kisha baadaye hiyo kitanda unachukua hiyo net unaiweka chini ya godoro ili wakati ambapo utakuwa kwa shughuli zako, ikifika wakati wa usiku, zile mbu zisipate nafasi ya kuweza kupenya kuingia, zikutangulie kuingia kwa neti. Inataka wewe uwe wakati ambapo umemaliza shughuli zako, ungeenda kulala, uingie kwa neti na uwe ndani, na kisha baadaye tena ufanye nini, uiegeze ndani ya nini, ya godoro. Baadaye sasa hapo utalala usingizi ambao uko sawa, na neti haitaweza, mbu hazitaweza tena kukuvamia. Na pia wakati mwingine watu wanachukua nguo ambazo zinakuwa kwenye hanga kwa nyumba. Nyumba yako ikiwa na kamba, ile room ya kulalia. Watu wengine wanachukuanga nguo wanaziweka juu ya nini? Ya hiyo kamba. Sasa hiyo kamba ikiwa hapo, kuna umbu zinakuja, zinapenda mahali pana giza, zinajiingiza kwa hiyo nguo, zinakaa hapo mchana huu. Hata saa hizi ukienda upate kama hizo nguo ziko alafu zipige namna hivi, utaona umbu zikitoka humo ndani zikikimbia. Sasa zinajifichanga humo wakati wa mchana, ikifika tu usiku namna hivi zinaanza kutoka. Sasa hiyo ndio umuhimu wa net sana, na tunahitaji watu wote waweze kulala ndani ya net, bali wasiwe nje ya net. Na hiyo inatufaa sana, si kama madaktari wa kijiji. Tunaweza kupunguza malaria kwa asilimia hata 60 tukiwa tunaweza kujaribu. Unajua wakati mwingi sana tunajaribu kuwathamini sana. Tukiwa na shirika ambalo linatusaidia kama Population Service Kenya, linatuhifadhi, linatuletea madawa ili tuweze kuwachungulia nyinyi. Ndio maana siku ya leo tumekuja ili tuweze kujua jinsi tunaweza kusaidiana. Hatutaki wananchi wetu, wanavijiji wetu waweze kuwa na malaria hapa na hapa. Afya yako ni jukumu lako. Na usipofanya jukumu la kuweza kujilinda mwenyewe, basi utaangamia.